Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, leo tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025, tukiwa katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza. Sisi Baraza Kuu la Uislamu wa Tanzania BAKWATA, lakini na taasisi mbalimbali za Kiislamu ndani ya mkoa wa Mwanza, kwa pamoja tunatoa tamko la kumuunga mkono Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania, na tunamuunga mkono kwa sababu lile neno au tamko alilolitoa jana tarehe 7 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 halikuwa tu neno alilolitoa peke yake, amelitoa mbele kwa pamoja na taasisi mbalimbali za Kiislamu nchini. Viongozi wakuu wa taasisi hizo walihudhuria na wakaweza kumsikiliza mufti akitoa maelekezo. Sisi wana Mwanza, kwa umoja wetu, tunauambia umma wa Watanzania na tunauambia umma wa wana Mwanza, tamko la Mheshimiwa Mufti sisi tumelipokea kwa mikono miwili na tuko tayari kulitekeleza. Takbir. Allah. Moja ya maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, kwanza ametutaka tudumishe umoja na mshikamano wa kitaifa, kwamba Watanzania sote ni ndugu, sisi ni kitu kimoja. Na Mheshimiwa Mufti amenyoosha mkono na kutoa rai kwa viongozi wa taasisi zingine za kidini, kuwaomba kwamba kwenye kipindi kama hichi tuendelee kuhubiri amani, tuhubiri umoja, tuhubiri mshikamano, kwani Watanzania kwa asilimia kubwa ni ndugu, na hayo ndio maisha tuliyoyaishi kwa zaidi ya miaka 60 ya uhuru wetu. Kwa katika hili la Mheshimiwa Mufti kuendelea kuhimiza umoja, mshikamano, mapenzi baina ya Watanzania, kwenye hili tunamuunga mkono bila kupepesa macho. Lakini la pili, Mheshimiwa Mufti ameelezea kadhia iliyotokea tarehe 29 na amempongeza Mheshimiwa Rais. Ameipongeza hutuba ya Mheshimiwa Rais ya tarehe 2 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 pale alipoongea na wazee wa Dar es Salaam. Amempongeza Mheshimiwa Mufti, nasi sote kwa pamoja na umoja wetu tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa hutuba ile nzuri ya heshima, ya thamani, hutuba ya dhahabu ambayo kwa hakika imeonyesha yeye ni nani na nchi hii ni nchi gani na inahitaji heshima gani. Mheshimiwa Mufti kamuunga mkono, kampongeza, na sisi tunamuunga mkono. Pia Mheshimiwa Mufti ametoa pole, katoa pole kwa wale, na ameomba Mungu kwa wale waliopata mitihani ya kufariki, basi Mwenyezi Mungu aweke mahala panapostahiki. Lakini wale walioumia, Mwenyezi Mungu awaponye majeraha yao kwa haraka. Lakini wale ambao waliopoteza mali zao, wakaharibikiwa mali zao, Mwenyezi Mungu awape faraja na Mwenyezi Mungu awasaidie kupata zaidi ya vile walivyopata. Tunamuunga mkono Mheshimiwa Mufti kwenye nukta hiyo muhimu sana, ambayo kwa hakika hakuna anayeona raha mtu kufa, hakuna anayeona raha mtu kujeruhiwa, hakuna anayeona raha mtu kupoteza mali yake. Mufti ameungana na Watanzania kutoa pole hizo, na sisi tunamuunga mkono. Lakini Mheshimiwa Mufti ameenda mbali zaidi, ameunga mkono juhudi ya Mheshimiwa Rais kuirudisha nchi kwenye hali ya salama na amani. Moja ya kitu alichokipongeza Mheshimiwa Mufti ni hatua ya Mheshimiwa Rais kuunda tume ambayo imeundwa na watu wazito, watu wenye uweledi, watu maarufu, watu mashuhuri, watu ambao ni dhul hikma, wenye hekima na wamekwisha fanya mambo mengi. Moja ya kazi watakayofanya ni kuchunguza chanzo cha tatizo lililotokea tarehe 29 na 30. Lakini watakuja na njia kwamba tunatokaje hapo.
Mheshimiwa Mufti ameunga mkono hatua hiyo ya rais, kampongeza rais kwenye hilo na kaipongeza tume, na ameomba tuipe nafasi tume ifanye kazi yake. Na sisi viongozi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza na taasisi mbalimbali za Kiislamu tunasema kwamba tume, ule kwanza mkono wa rais aliyoutoa wa maridhiano ni jambo jema sana, lakini tume aliyoiunda tuiunge mkono, tuipe nafasi ifanye kazi yake. Lakini Mheshimiwa Mufti amempongeza Mheshimiwa Rais kwa jambo jema alilolifanya. Kwenye mgogoro wa tarehe 29 na 30 waliingia waliokuwemo na wasiokuwemo. Wako vijana wetu ambao walikuwa ni wafata mkumbo, waliwekwa ndani, wakawa kizuizini, wakawa mahabusu. Lakini Mheshimiwa Rais kwa ulezi alionao, kwa huruma alionayo, alifahamu kwamba baadhi yao waliingia bila kupanga wao, ila walifata mkumbo. Akavielekeza vyombo vya sheria vichunguze, yule vitakayebaini kwamba yuko sawasawa basi wamsamehe, na hatua hiyo imeenda kuchukuliwa. Baadhi ya vijana wetu wametoka, wako salama, wako uraiani. Mheshimiwa Mufti ameunga mkono hali hiyo na kaipongeza. Lakini liko jambo ambalo Mheshimiwa Mufti ametuelekeza kwamba yako maneno yanayosemwa kwamba tarehe 9 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 wako watu wanaohamasisha, tena baadhi yao hata hawapo nchini, wako nje ya nchi, wao wanakula raha na watoto wao na familia zao, lakini wameendelea kuwashawishi hawa maskini vijana wa Kitanzania, baadhi yao kwamba watoke ili waivuruge nchi yao. Mufti ametuasa, katukataza, katuelekeza tuhakikishe siku hiyo hatutoki. Amewaomba vijana wa Kitanzania, amewaelekeza vijana wa Kitanzania, na sisi viongozi wa BAKWATA mkoa wa Mwanza tunaunga mkono kauli hiyo ya Mheshimiwa Mufti ya kukataza, ya kukemea, ya kuhadharisha kwamba asipatikane kijana hata awe sio wa Kiislamu, uwe Muislamu sio Muislamu, kwa sababu ukipata matatizo ni ya kwako wewe na familia yako na ndugu zako. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Mheshimiwa Mufti ametuasa. Siku ya tarehe 9 tuitumie kukaa ndani, kufanya dua maalum kuiombea nchi yetu. Nyie mnajua kwamba miongoni mwa waliopigania uhuru wa nchi hii ni babu zetu, baadhi yao mashehe zetu. Basi tarehe 9 itumike vizuri kuwaombea Mungu wazee hawa. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kheri huko walipo na nchi yetu ibaki kwa salama na amani. Lakini Mheshimiwa Mufti ameelekeza tuendelee kuishi maisha ya kupendana, lakini na kuthamini vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo vinafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha nchi hii inabaki salama. Wakati wewe umelala chumbani kwako na mumeo au na mkeo na watoto wako, wako vijana wa Kitanzania, wako Watanzania wachache walioamua kulinda mipaka ya nchi yetu, walioamua kulinda mitaa ya nchi yetu, walioamua kulinda mikoa na wilaya za nchi yetu. Hao vyombo hivyo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Mufti ameelekeza tuwaombee Mungu, tuwatie nguvu, na wao wasimame kwenye uweledi, kwenye ufahamu, kwenye nguvu waliopewa na Allah. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo BAKWATA mkoa wa Mwanza na taasisi mbalimbali za Kiislamu katika mkoa wa Mwanza tunasema tunamuunga mkono Mheshimiwa Mufti kwa hutuba yake na maelekezo yake na nasaha zake alizozitoa tarehe 7 ya mwezi wa 12 2025 ndani ya ukumbi wa Mfalme Muhammad wa 6 pale Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaendelea kuwaomba wana Mwanza, mkoa wetu mzima wa Mwanza, tuendelee kutii maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Mufti. Na mwisho amesisitiza Mheshimiwa Mufti tuhakikishe tunaiombea dua sana nchi yetu, Mwenyezi Mungu aidumishie amani yake, aidumishie utulivu wake. Lakini tuhakikishe tunamuombea rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amefanya kazi kubwa ndani ya kipindi kifupi cha miaka 4, na sasa tumuombee Mwenyezi Mungu aendeleze yale mazuri aliyoyafanya kwa miaka yake hii 5, na inshallah tupomaliza basi iwe salama na iwe kheri katika nchi yetu. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ru'ya TV, sauti ya dini kwa jamii.